Wanajeshi wawili wa jeshi la Marekani wamefariki dunia baada ya helikopta ya kivita aina AH-64 Apache kuanguka katika eneo la Bell Country, jimbo la Texas, Jumatano ya Agosti 12 mwaka 2026. Helikopta hiyo ilikuwa ikihusishwa na kituo cha kijeshi cha Fort Hood na ilianguka katika eneo la wazi karibu na Salado, takriban kilomita 80 hadi 100 kaskazini mwa jiji la Austin. Ajali hii ilitokea ikiwa katika shughuli za kijeshi. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa kijeshi aliyenukuliwa na vyombo vya habari, helikopta hiyo ilikuwa ikifanya safari ya kawaida ya mafunzo kabla ya kuanguka. Watu wawili waliokuwa ndani ya helikopta hiyo walifariki dunia katika ajali hiyo, na afisa wa mahakama wa eneo hilo la Bell Country alithibitisha vifo vyao katika eneo la tukio. Tukio hilo lilikuwa na madhara makubwa katika eneo ambalo liliangukiwa na helikopta hiyo. Baada ya kugonga ardhi, moto mkubwa ulizuka na kuanza kusambaa katika nyasi kavu zilizokuwa karibu. Moshi mzito ulionekana ukipanda katika eneo la ajali, huku mabaki ya helikopta yakiwa yametawanyika katika eneo lililokuwa linaungua. Vikosi kadhaa vya zimamoto vilitumwa kushughulikia moto huo na kuzuia usienee zaidi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mamlaka za eneo hilo, moto huo wa nyasi ulienea katika karibu ekari 155. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mamlaka za eneo hilo, moto wa nyasi ulienea katika eneo kubwa na kufikia takribani ekari 155. Maafisa wa huduma ya misitu ya Texas walishiriki katika juhudi za kudhibiti moto huu ambao baadaye uliripotiwa kuwa umedhibitiwa. Barabara iliyokuwa karibu na eneo la ajali pia ilifungwa kwa muda ili kuruhusu vikosi vya dharura kufanya kazi bila kuingiliwa. Eneo hilo lililindwa na maafisa wa usalama, huku wazima moto, wahudumu wa dharura na wataalamu wa kijeshi wakifanya kazi kwa pamoja. Taarifa za awali zinaonyesha helikopta hiyo haikugonga nyumba au majengo mengine kabla ya kuanguka, jambo ambalo lilisaidia kuzuia maafa makubwa zaidi kwa wakazi wa eneo hilo. Ofisi ya mkuu wa usalama ya Bell Country inaeleza kuwa ajali hiyo ilikuwa yenye nguvu kubwa, huku mabaki ya helikopta na sehemu ya ardhi kuzunguka eneo hilo vikiteketea. Mashuhuda waliweza kuona moshi mzito na shughuli za vikosi vya zimamoto vikijaribu kudhibiti moto huo. Picha kutoka eneo la tukio zilionyesha mabaki yaliokuwa yakiungua pamoja na sehemu kubwa ya nyasi iliyogeuka kuwa nyeusi baada ya kuteketea. Jeshi la Marekani lilithibitisha kwa helikopta hiyo ilikuwa aina AH-64 Apache. Helikopta hiyo ni miongoni mwa helikopta muhimu za kivita zinazotumiwa na jeshi la Marekani, hasa katika kutoa msaada kwa vikosi vya ardhini, kufanya mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi na kutekeleza majukumu mbalimbali ya mapambano. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.